Yoguo. Thank you so much. Aya niyo atogori aria maratogoria gikundi giothe gia TikTokers na tuletire kwa TikTokers tugwa Kenyans na makiri haha uguo matugeithie matwire ground iko aje tuguku kanitha-ini wa JCM ni muthenya wa ruciu. Karibu sana, ni aje? Thank you so much. Kwanza niko poa. Mimi ndio Swings Mauno. Tuko hapa na MC Chris Kirubi. Ground imeokoka. That's why kesho tuko hapa. Tunahubiri tu peace. Si ndio, na upendo. Tukue pamoja manze, tupatane hapa tusifu Mungu na tujiombe maisha yapo mbeleni. Hatuna vita na mtu. Tuko tu sisi kwa sisi peke yetu. So plan iko aje siku ya kesho? Kesho kama kawaida tunapatana hapa. Hapa hakuna kitu kingine, injili na Thanksgiving ya kina Kaluma Boy family. Hiyo ndo plan yetu. Hatuna kitu kingine, umoja. Tukuje tu kushukuru watu venye walifanya na venye wataendelea kufanya. Juu ni kitu inaendelea. Unaona? Sawa, akatoka hivyo ni Chris. Chris ni aje? Fiti sana. MC Chris Kirubi Junior hapa. Yes. Mambo iko aje ground? Kwa ground size. Hapa ni JCM na hii ni upande ya nje. Ndani iko. Na bado tuko na barabara. So, kesho ni mapema, asubuhi na mapema. Na hii jambo si ya TikTokers, si ya Gen Z, ni ya Kenyans for Kenyans. TikTokers, all the Gen Zs, all the millennials, tunapatana wapi? Hapa. Kesho tunapatana kama ndugu na dada. We have only few missions. One, service like no other. We are here for prayers. Tutaombea vitu mingi sana. We are here to heal, to reconcile with our land, and of course, compassion. Na kuna kitu ningependa kusema, the reason why tuko hapa kwa JCM, si ati Bishop Ben ni bishop mzuri sana. Si ati Bishop Ben yako na kanisa kubwa sana. Tuko hapa kwa sababu Bishop Ben anasimama na compassion na anaonekanaga mahali wa Kenya wako. And that is the spirit that we are preaching outside there. Right now, as we plan for tomorrow for Thanksgiving, Mondole wana kile kwa Karuma, mwenye alipatana kwa Karuma, Bishop Ben was there. Chairman wake alikuwa hapo Mofam. Wanataka tuende wapi kwingine? Ni hapa. Kesho ni top shota ya God. Kesho ni top shota ya compassion. Kesho ni top shota ya maombi. Na tunawakaribisha nyinyi wote. Msisahau kubeba bendera, sadaka na mavuno. Matega. Mubebe hizo vitu zote. Hapa mtu wa mwisho anafika saa 1 asubuhi. Huyo ni mtu wa mwisho. So watu wataanza kuingia saa ngapi? Tumeshaanza kuingia. Tushaanza. Ndio ninakwambia tushaanza kuingia. Waambie mpaka tushaanza kuingia. Na mtu wa mwisho ni saa 1 na atakuwa Roiro. Sasa sisi atakuwa wapi? Acha tusalimie na Priscilla. Priscilla, how are you? Poa sana. Labda unaweza tuambia umejipangaje kama wenye wanaongoza hii kitu yote, na labda kesho mambo itakuwa namna gani? Kesho ni siku ya ibada ya shukran, na kesho ni ile siku tumekuwa tukiombea sana. Mimi kama mama ninayo shukran kwa Wakenya wote ambao wamekama pamoja na wakafikiria ni vizuri kukuja kwa nyumba ya Mungu na kufanya ibada ya shukran. Kwa hivyo niseme kesho si siku ya wanasiasa, kesho hatutaki siasa, kesho tunataka ibada ya shukran. Kwa hivyo wamama mjitokeze wakati tunaenda kufanya ibada ya shukran. Hatuendangi mikono mitupu. Kwa hivyo kama uko hapo na pengine unaona hautaweza kesho, utakuwa pengine umebeba familia yako, ni vizuri ulete vitu zako hata saa hii, na ili tuweze kufanya ibada ya shukrani kwa utaratibu. Na pia tumejipanga vizuri, tutakuwa na waimbaji wa nyimbo za injili kutoka kabila tofauti. Na niseme hebu tuendelee kutumia hashtag inayojulikana kama #Kenyans for Kenyans. Thank you so much. Asante sana. Mungu akubariki, tupatane kesho. Haya, acha tusalimie na itakuwaje hoje? I'm good bro. Si kitu tunasema. Sisi wote, tulikuwa tumetafuta kanisa Kenya mzima, kanisa ambayo inaweza tusikiza. Kanisa ambayo inaweza fanyia wananchi, wanaweza simama na vijana na kila mtu Kenya mzima. Tumepata ni JCM. Na mimi ninaomba kila mtu ambaye yuko pale nje, kesho tukuje kwa hii kanisa, na tunaona ni ndogo, lakini nataka in the next 1 week hii kanisa ikuwe imefika huko kwa lami, because this is the only church that tunataka kuweka trust kabisa. Huyu pastor amejitolea,
huyu baba ni bishop. Amejitolea bila pressure, bila kuambiwa, na akaamua kutoa yeye mwenyewe. Ndugu yangu, mbona tukuzia hapa. Watu wote tunawakaribisha mkuje tuombe pamoja, tujue Mungu yuko. Na tuko pamoja na pastor milele na milele. Si leo peke yake. We are here forever. Ni church zote.